Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un anasema kwamba Korea Kaskazini imekuwa na hadhi kubwa kimataifa. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini amesifia hadhi ya kimataifa ya nchi yake kama mshirika mwaminifu wa majeshi ya kisoshalisti katika kile alichokiita kipindi cha ongezeko la heshima la taifa lake mbele ya jumuiya ya kimataifa. Kauli hiyo ameitoa wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwa chama cha wafanyakazi wa Korea, chama kinachotawala taifa hilo la kiimla. Sherehe hizo zimefanyika kwa mbwembwe kubwa, zikiambatana na makaribisho rasmi kwa wageni wa ngazi ya juu kutoka mataifa rafiki. Miongoni mwao ni Waziri Mkuu wa China Li Qiang na Rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev. Akihutubia wageni na wananchi, Kim alisema licha ya taifa lake kukumbwa na shinikizo kali la kisiasa na kijeshi kutoka kwa mahasimu wake, heshima ya Korea Kaskazini kama mshirika mwaminifu wa mataifa ya kisoshalisti linaendelea kuimarika kila uchao. Ingawa tunakabiliwa na mashinikizo makali, hadhi yetu kimataifa inaendelea kukua kama taifa linaloshikilia misingi ya kisoshalisti kwa uaminifu, anasema Kim Jong-un. Picha ya kupitia vyombo mbalimbali vya habari vya serikali zimemuonyesha Kim akiwapokea kwa bashasha wageni wa kimataifa, huku fataki, ngoma za kitamaduni na dansi za kitaifa zikiashiria uzito wa sherehe hizo. Uwepo wa viongozi kutoka mataifa mengine ya kisoshalisti akiwemo To Lam, katibu mkuu wa chama cha kikomunisti cha Vietnam, Thonglu Sisolith, rais wa Laos, umechukuliwa kama dalili za kuimarika kwa mahusiano ya kimataifa ya Pyongyang licha ya vikwazo vikali vya kiuchumi na kisiasa vinavyoiandama nchi hiyo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameelezea kuwa maadhimisho haya ni ishara ya kurejea kwa Korea Kaskazini kwenye jukwaa la kidiplomasia. Profesa Yang Mo-jin wa chuo kikuu cha masomo ya Korea Kaskazini mjini Seoul alinukuliwa akisema uwepo wa Waziri Mkuu Li Qiang wa nchini China unaonyesha nia njema ya China na kuashiria kurejeshwa kwa uhusiano wa karibu kati ya Beijing na Pyongyang. Ziara ya Li, ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini China baada ya Rais Xi Jinping, ndiyo ya juu zaidi kutoka Beijing kwenda Pyongyang tangu mwaka 2019. Mwezi uliopita Kim alionekana bega kwa bega na Rais Xi Jinping wa China na Rais Vladimir Putin wa Urusi katika gwaride la taifa jijini Beijing katika kuadhimisha miaka 80 tangu Japan ijisalimishe rasmi katika vita vya pili vya dunia. Hili liliashiria mara ya kwanza kwa Kim kushiriki hadharani mkutano wa viongozi wa dunia. Mahusiano ya karibu kati ya Korea Kaskazini na Urusi yamezidi kudhihirika hasa baada ya Pyongyang kupeleka wanajeshi wapatao 15,000 kuisaidia Urusi katika operesheni yake maalum nchini Ukraine. Siku ya leo ya Ijumaa, taifa hilo linatarajiwa kufanya gwaride la kijeshi la usiku ambalo litahusisha maonyesho ya silaha mpya, makombora ya masafa marefu na vifaa vingine vya kivita. Hatua hii inalenga kuonesha uwezo wa Korea Kaskazini katika kujilinda, huku ikituma ujumbe kwa mahasimu wake wa kimataifa. Kwa watazamaji wa ndani na nje, maadhimisho haya si tu kumbukizi ya kihistoria bali pia ni maonyesho ya ushawishi wa kisiasa, uhalali wa utawala na ishara ya Korea Kaskazini katika kujitangaza upya kama mchezaji wa maana katika siasa za kimataifa. Vigogo na viongozi mbalimbali wa kigeni wapo kushuhudia maadhimisho haya, huku Urusi ikiwakilishwa na katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev, ambaye pia aliwahi kuwa rais wa zamani wa taifa hilo la Urusi. Kadhalika, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa China Li Qiang siku ya jana Alhamisi huko Pyongyang na kusifu uhusiano wa kirafiki na ushirikiano wa nchi zote mbili, wakati Kim akisimamia sherehe za chama cha wafanyakazi. Ziara ya Waziri Mkuu wa China Li imekuja wakati majirani hao wakitaka kudumisha uhusiano wa karibu licha ya muda uhusiano kuwa mbaya kati ya China na Korea Kaskazini, hasa kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Pyongyang. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Endelea kuwa nasi wakati wote.